Kwa majina tunaitwa Placidius Ndibalema, ni mzaliwa wa wilaya ya Misenyi, mkoa wa Kagera. Kimsingi nimefika hapa kwenye mkutano wa kumpokea Mheshimiwa Rais ambaye ni mgombea wa chama chetu cha Mapinduzi, lakini nipende kutoa shukrani zangu za dhati kwamba watu wengi wamempokea Mheshimiwa Rais. Umeona wewe mwitikio mwenyewe ulivyokuwa mkubwa, na sisi kama wadau mbalimbali katika masuala ya maendeleo lazima tuwepo, tujue Mheshimiwa Rais au mgombea wa Chama cha Mapinduzi anatuletea nini katika mkoa wetu. Kuna mambo mbalimbali yamezungumzwa na mafanikio mengi ambayo pia ameyataja yeye kama mgombea rais ambaye amefanya kipindi cha miaka minne. Kwa sababu mimi ni mdau wa elimu, labda nitaje tu machache sasa tumezingatia kwenye sekta ya elimu. Kikubwa nilicho note, amesema kwamba wakati anaingia madarakani, nafikiri ni takriban 2021 kulikuwa na vyuo vya VETA 4, lakini mpaka sasa hivi tunapozungumza viko vyuo vya VETA 9. Ina maana kuna ongezeko la vyuo takriban 5, ambayo kwamba ni mwelekeo ambao tunaendelea sasa kuwajengea umahiri vijana wetu, kuongeza fursa za ajira, kwa sababu uwepo wa chuo cha VETA unafungua fursa mbalimbali, watu kujifunza ujuzi, kujifunza kutenda, kujifunza uzalishaji. Tunasema unajifunza lakini wakati huo unazalisha. Lakini pia jambo la pili ambalo ningependa kulitamka, ambalo amelitamka pia, kwamba ni uwepo wa tawi la chuo kikuu cha Dar es Salaam, kwamba chuo cha Kagera ilikuwa imesahaulika katika uwepo wa vyuo vikuu. Sisi tuna wasomi wengi, tuna maprofesa wengi, lakini kumbe tulikuwa tunaenda kusoma mbali. Kumbe uwepo wa chuo kikuu, tawi la chuo kikuu cha Dar es Salaam hapa, tutaongeza fursa, watu wengi vijana wengi watasoma. Lakini kozi ambazo nimeambiwa zitaanzishwa pia ni za ujasiriamali. Lakini nishukuru kwamba mkoa wa Kagera umetoa ekari takriban zaidi ya 300, lakini imeshawekezwa zaidi ya bilioni 20 zimetamkwa pale, kukiendeleza hiki chuo kikuu cha Dar es Salaam ambacho kitafungua fursa nyingi kwa vijana, kwa watu wengi ambao wanahitaji kupata maarifa, na kama unavyojua bila maarifa hamna maendeleo. Na ukisoma dira ya mwaka 2050 tunahitaji taifa lenye watu wenye uelewa, wenye kujitambua, wenye uweledi. Sasa usipowekeza kwenye elimu, taifa lenye watu wenye uelewa, wenye kujitambua utalipata. Kwa hiyo nimeshukuru sana kwamba angalau sasa kuna mambo mazuri yanaendelea kufanyika. Lakini pia ambacho nimekinoti kwenye hotuba yake, amejenga shule ya wasichana ambayo imejengwa wilaya ya Karagwe, shule ya vipaji maalum kwa wasichana. Kwa hiyo ni katika ile mikakati ya kuendelea kufungua fursa kwa makundi yote. Ukisoma ile pia dira ya maendeleo mwaka 2050 inatuambia kwamba mpaka tunafika mwaka huo tutakuwa na taifa lenye watu wanaopata elimu jumuishi. Tunapozungumza elimu jumuishi, ni elimu inayohusisha watu wote, makundi yote, vijana wote, bila kubagua jinsia yao, bila kubagua muonekano wao, bila kubagua walemavu. Na kwa hiyo ni mambo mazuri ambayo pia tunaendelea kuyaona Chama cha Mapinduzi kikiendelea kuyafanya. Lakini hatujaachwa mbali. Mkoa wa Kagera umetajwa kwamba tutajengewa kiwanja cha ndege ambacho kitajengwa wilaya ya Misenyi, ambayo kitajengwa kata ya Bwanje. Tunashukuru kwa hilo, kwa sababu ukiangalia uwanja wa ndege tuliokuwa nao kimsingi pengine hauna hadhi ya kuruhusu ndege kubwa kutua. Lakini katika hotuba yake amesema zitatoa ndege kubwa ambazo zinaweza kubeba takriban hata abiria kuanzia 180 kuelekea na 220. Kwa hiyo tunategemea hata ndege kubwa kama Boeing zitaweza kutua katika uwanja wetu, lakini zitasaidia pia katika kusafirisha watu majirani zetu. Sisi tunaishi mpakani mwa Uganda. Uganda wanaweza kutumia fursa hiyo kuja pia kutumia uwanja wetu. Kwa hiyo tutaongeza mapato, tutaongeza fursa mbalimbali kwa watalii pia. Na kama mnavyojua mkoa wa Kagera tuna utalii mwingi, kuna vyanzo vya utalii vingi, na uhakika kwa jitihada hizi zinazoendelea, na kadri nilivyoweza kuipitia hata ilani ya Chama cha Mapinduzi, kuna mikakati mikubwa, kuna miradi ya kimkakati ambayo inatuonesha kwamba mkoa wa Kagera utakuja kuwa mkoa bora zaidi kuliko pengine hata mikoa mingine. Ilikuwa mkoa wa Kagera ulikuwa umebaki nyuma kimaendeleo, lakini mpaka sasa hivi ninavyozungumza sio mkoa wa mwisho kama pengine watu wengine wanavyodhani. Na nina uhakika ndani ya miaka inayokuja tutakuwa na mkoa mzuri sana,
tutakuwa na wilaya kwa mfano mimi nikizungumza wilayani kwangu tuna viongozi mahiri. Nimepata bahati nzuri kukutana nao jana nimekutana na mkuu wa wilaya Mheshimiwa Kanali, lakini nimekutana na mkurugenzi wa wilaya yetu ya Misenyi Mheshimiwa Advocate Rwanga. Lakini ukiwasikiliza katika mazungumzo yetu tulikuwa tunazungumza habari za maendeleo, na wako tayari na wako wanazitekeleza 4R za Mheshimiwa Rais. Kama unazikumbuka 4R za Mheshimiwa Rais kwamba tuendelee kujenga resilience, tuendelee kujenga ustahimilivu, tuendelee kujenga wilaya ya Misenyi yenye watu wastahimilivu, yenye watu waweza kuvumilia, tuendelee kujenga wilaya ya Misenyi yenye watu wa kuweza kuridhiana, ambayo tunaita reconciliation, ambayo mara nyingi huwa tunaita maridhiano. Lakini kuendelea kujenga wilaya ya Misenyi ambayo tunaita tunafanya rebuilding, tunaijenga upya. Na kwa hiyo tuna viongozi ambao wana maono, tuna viongozi ambao na uhakika watatupeleka mbele. Kama tunavyojua sisi ni wilaya ambayo iko mpakani mwa Tanzania na Uganda, na tuna eneo moja linaloitwa Mtukula, ambao tunategemea kwamba Mtukula ni eneo tuseme ni lango la maendeleo katika mkoa wetu, ni lango la kuingiza fursa, ni lango la mageuzo ya kiuchumi. Sitegemei kwamba mtu ufike mpakani pale uanze kutegemea bidhaa kutoka Uganda. Na uhakika viongozi wetu ambao tuko nao wanaomsaidia Mheshimiwa Rais wanalifanyia kazi, na uhakika ndani ya muda mchache pale Mtukula patabadilika, na utaiona Mtukula inayopendeza, utaiona Misenyi inayopendeza, utaiona Kagera inayokuwa kiuchumi, utaiona Kagera inayosonga mbele. Lakini nimalizie tu kwa kusema kwamba mimi katika zunguka zangu nilikuwa na kauli mbiu kwamba tuwe na mkoa ambao una maji. Katika hotuba ya Mheshimiwa Rais amezungumza mkoa wa Kagera tumeshapiga hatua kubwa, ni takribani 85% maji yako vijijini, lakini takribani 95% maji yanapatikana mjini. Lakini sasa tusiishie hapo, hebu tuhakikishe kama alivyoahidi kwamba mpaka 2030 vijiji vyote vitakuwa na maji, vitongoji vyote vitakuwa na maji. Lakini tunaweza tukafanyaje kama taifa? Naweza nikatoa tu ushauri tu mdogo kwamba kama tumeweza kwenye umeme, kama tumeweza kwenye vitongoji vyote, ule mkakati ule tuliotumia kwenye umeme, kuhakikisha umeme unakuwepo katika vijiji vyote, katika vitongoji vyote, huo tuwe na gridi. Tunasema tuna gridi ya taifa ya umeme, lakini tuwe na gridi ya maji ya taifa, ambayo sisi kama mkoa wa Kagera tumepata fursa kubwa, tumepata bahati kubwa, tuna ziwa Victoria. Ili ziwa Victoria bado linaweza likatupa mchango mkubwa, tukapata grid ya taifa ya maji. Na ikijengwa grid ya taifa ya maji, ina maana hata wakulima watanufaika. Hatutahitaji kuchimba visima kwenye mashamba ya kahawa, tutakuwa tunapeleka maji kila kona, tutakuwa tunapeleka maji kila mtaa. Na kwa hiyo ifika hatua kwamba basi mtu ana kiwanja chake, serikali ipitishe maji kwenye kiwanja chake, mtu iwe jukumu lake la kuvuta maji. Na kwa hiyo na uhakika tukienda na mkakati kama tuliokuwa nao kwenye umeme, wa kuhakikisha kila kitongoji kina umeme, wa kuhakikisha kila kijiji kina umeme, basi na mkakati huo uende hivyo hivyo, kwamba tuwe na gridi ya taifa ya maji, au tuwe na gridi ya mkoa wa Kagera wa maji, wa kuhakikisha maji ya ziwa Victoria yanafikia kila kitongoji, yanafikia kila kijiji, yanafikia kila mtaa, yanafika nyumba kwa nyumba. Kwa hiyo ni ajenda ambayo pia nimefurahi kwamba angalau sasa ilani ya Chama cha Mapinduzi inataja miradi ambayo ipo ambayo inaweza kutatua kero za maji. Na kama tunavyojua, bila maji mtoto hatasoma vizuri darasani, bila maji hatutakuwa na watoto wanaopendeza darasani, bila maji majengo hayatajengwa, bila maji barabara hazitajengwa, bila maji hakuna hamna maendeleo bila maji. Kwa hiyo tunaposema maji ni uhai, maji ni kila kitu, maji ndio kila kitu. Na kwa hiyo nashukuru kwa mheshimiwa mgombea wetu wa urais ametamka wazi kwamba yuko na nia dhati kabisa kuhakikisha mpaka inafika 2030 swala la maji mkoa wetu itakuwa ni historia, na nina uhakika kama ameahidi hivyo, na nina uhakika atatenda. Baada ya kusema hayo, ndugu mwandishi, nipende tu kuwapongeza wananchi wa Kagera kuja kumpokea Mheshimiwa Rais na kwa kweli wameitika.